Ni furaha iliyoje mpenzi msikilizaji wa Msiza TV. Karibu kwenye matangazo ya leo asubuhi ya Alhamisi tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kwa wale wajafanya subscribe, naendelea kuwaomba na kuwasihi muendelee kufanya subscribe. Hiyo ndio support kubwa. Na huko Goma watu walisherehekea matokeo ya kihistoria katika hali ya shangwe na furaha katika miji mbalimbali na ya nchi pamoja na miongoni mwa diaspora wa Kongo, na mimi nikiwepo. Watu walikusanyika kwa hiari jana kusherehekea mwanzo huu wa kutia moyo wa timu ya Leopard katika mashindano ya kombe la dunia. Katika mji wa Goma, sherehe ziliendelea hadi usiku wa manane. Mamlaka za eneo hiyo pamoja na vikosi vya usalama vya serikali ya AC vilihakikisha utulivu katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao. Vilisimamia mkusanyiko ili kuwezesha mashabiki kusherehekea kwa amani na utulivu bila matukio makubwa ya vurugu. Na huko Uvira wao walisherehekea wakiwa ndani ya manyumba. Masasi ilikuwa mingi, milio risasi ilikuwa mingi, kama kawaida wa Mai mnawasahau. Na tukishukuru mchezaji wetu aliyetutoa aibu, Yewisa ni Mkongomani, na tukumbuke kwa alikuwa akibaguliwa kitu, yeye alikuwa Mnyarwanda kama kawaida wa ndugu zetu, ni Mkongomani anayezungumza Kinyarwanda na ni mzaliwa Mshaki, mkoa wa Kivu Kaskazini, wilaya ya Masisi. Ni Mkongomani anazungumza Kinyarwanda. Wisa anazungumza Kinyarwanda, ila ameandika historia ya jana akiwa na Leopard, timu ya taifa. Wisa amefunga bao la historia kwa DRC Kongo katika kombe la dunia na kuifanya Kongo iendelee kutoa ndoto kubwa zaidi. Sisi ni Wakongomani wa baba na mama wa Kongo, na tutakufa tukiwa Wakongomani, na tutafanya kila linalowezekana ili taifa letu liwe fahari duniani nzima, na tutahakikisha uongozi wa Chilombo unaondolewa. Na habari za jana ni kuwa muungano wa vikosi vya DRC, habari za Minembo hizo, muungano wa vikosi vya DRC wapata pigo kubwa kutoka kwa Emery Twigwaneho. Maelezo zaidi kuhusu habari hizi ni kwa mujibu wa taarifa zinazotolewa na wananchi pamoja na vyanzo vilivyo karibu na maeneo ya mapigano. Mapambano hayo yaliendelea jana siku nzima kuanzia asubuhi ya mapema hadi jioni katika maeneo ya Gakenke, Mikenke na Ilundu. Taarifa zilizowasilishwa kwa Msiza TV zilieleza kuwa muungano wa FARDC na washirika wake walianza operesheni zake za kijeshi katika eneo la Gakenke karibu na eneo linalojulikana kama kwa Shefu Rutaganda, wenye wanapajua, kabla ya kuendeleza kwa shughuli zake katika maeneo mengine ya Mikenke na Lundu. Mkazi mmoja aliyefuatilia mwenendo wa mapigano haya alisema kuwa Mikenke na Lundu adui alipigwa vibaya sana. MRDP Twigwaneho ilifanikiwa kuzuia na kusukuma nyuma mashambulizi yaliyokuwa yameanzishwa na muungano wa jeshi la serikali ya kisha pamoja na shirika wake wa Kimaimai. Taarifa hizi zinaendelea kusema kuwa baada ya mapigano hayo muungano wa FARDC na washirika wake walirudishwa nyuma katika maeneo mengi ambayo ulikuwa umejaribu kuingia, hasa Mikenke na viunga vya Lundu. Katika eneo la Gakenke, taarifa zinaeleza kuwa licha ya mapigano makali, wanajeshi wa FARDC na washirika wao waliendelea kubaki katika maeneo yasiyo mbali na sehemu yaliyofanyika mapigano, jambo linaloweza kuonyesha kuwa upande zote mbili bado zinaendelea kukabiliana na tahadhari katika eneo hilo. Hata hivyo, huko Ilundu na karibu na eneo la Kalingi, taarifa kutoka kwa wananchi zinaweza kuwa muungano wa FARDC ulikumbana na shinikizo kubwa lililosababisha baadhi ya wapiganaji wake kurudi nyuma kuelekea eneo la Mutunda lililo upande wa pili wa Kalingi, huku wengine wakidaiwa kukimbia maeneo mengine yaliyo ngambo ya mto Olwiko. Mapambano hayo yanatokea wakati maeneo ya Minembo, Itombe na Bijombo yakiendelea kuwa na hofu, ikiwa ni kitofu cha mapambano kati ya MRDP Twigwaneho na muungano wa vikosi vya serikali ya Kinshasa pamoja na makundi yanayounga mkono. Katika miezi ya hivi karibuni, shughuli za kijeshi zimeongezeka kwa pande zote mbili, hali iliyowalazimisha wananchi wengi kukimbia makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama. Na wafuatiliaji wa karibu wa hali hiyo wanasema kuwa usalama wa mashariki mwa Kongo unaendelea kuonyesha uzito wa mgogoro wa muda mrefu katika eneo hilo, wapo kila pande unajaribu kudhibiti maeneo yanayoonekana kuwa muhimu kijeshi na katika usimamizi wa njia zinazounganisha maeneo mbalimbali. Ingawa taarifa kutoka kwa pande zote zinazopigana zinadai ushindi au kumrudisha nyuma adui, bado ni vigumu kupata takwimu huru zinazothibitisha kuwa
kiwango cha hasara zilizotokana na mapigano haya, iwe kwa upande wa wapiganaji au wa wananchi. Hadi sasa uongozi wa kijeshi wa FARDC bado haujatoa tamko rasmi kuhusu taarifa zinazodai kuwa vikosi vyake vilirudisha nyuma katika maeneo ya Mikenge na Lundu, huku MRPP ikiendelea kudai kuwa inadhibiti maeneo mengi yaliyokuwa uwanja wa mapigano hayo. Na tukielekea ku Ruchuru, ni kuwa uparaji wa kutumia silaha uliripotiwa jana kwenye barabara ya Rwindi na Kibirizi. Tukio la uporaji liliripotiwa jana Jumatano tarehe 17 Juni mwaka 2026 kwenye kipande cha barabara la Kibirizi na Rwindi katika wilaya ya Ruchuru ndani ya eneo la utawala wa Bwito. Na kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, watu wenye silaha ambao wanadhaniwa kuwa ni wa Mai Mai ambao bado hawajatambulisha waliweka mtego shambulio la kuvizia dhidi ya wasafiri waliokuwa wakitumia barabara hiyo, ambao inajulikana kuwa muhimu wa shughuli za kibiashara na mawasiliano kati ya maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Na tukiingia huko Masisi, Nord Kivu, ni kuwa kulitokea hali ya wasiwasi jana Luhanga kutokana na shughuli za Mai Mai. Mvutano mkubwa uliripotiwa siku nzima ya jana Mercredi tarehe 17 Juni mwaka 2026 katika kijiji cha Luhanga kilichopo katika kundi la Bashali Mokoto, eneo la utawala wa Bashali wilayani Masisi, jimbo la Nord Kivu au province ya Nord Kivu. Hali hiyo inahusishwa na uwepo wa harakati za Mai Mai katika maeneo yanayozunguka kijiji hicho. Kulingana na wakazi kadhaa waliozungumza na kwa sharti la kutotajwa majina yao, uwepo wa Mai Mai hao wenye silaha umesababisha baadhi ya familia kuondoka makwao kwa hofu ya usalama wao. Wakazi wanaeleza kuwa wanahofia kuzuka kwa mapigano mapya kati ya wazalendo na makundi mengine yenye silaha yanayofanya shughuli katika eneo hilo, jambo ambalo linaendelea kuongeza hali ya taharuki miongoni mwa wananchi. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za eneo kuhusu maendeleo ya hali hiyo au hatua zinazochukuliwa kurejesha utulivu katika kijiji cha Luhanga. Kumbuka kuwa Luhanga bado ipo chini ya udhibiti wa serikali ya Kinshasa. Serikali ya FCI haipo sehemu ya Luhanga. Na tukisoma ujumbe wa Mai Mai Kongo ni kuwa ujumbe wa Mai Mai Kongo ujumbe wake alichapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani ulikuwa ukiitwa Twitter. Na Jacques Kongo au Mai Mai Kongo, mmoja wa washauri wa Rais Tshisekedi katika masuala ya usalama, katika ujumbe wake Kongo alidai kuwa kuanzia saa 10 na saa 9 hadi saa 10 alfajiri ya jana Jumatano tarehe Juni ni kuwa ndege zisizo na rubani, hapana mnukuu, na anasoma pia chapisho la Mai Mai Kongo. Alisema kuwa drone ya ndege zisizo na rubani, drone za nchi jirani zilifanya mashambulizi hapo, alikuwa akimaanisha nchi jirani, akimaanisha Rwanda, dhidi ya maeneo kadhaa aliyosema yako chini ya udhibiti wa FARDC na maeneo kadhaa aliyosema kuwa yako chini ya udhibiti wa serikali ya Burundi, kiwemo Gitavi, Lundu na Mikino karibu na kanisa la Selipa IGFI Gakenge pamoja na maeneo ya karibu na mto Aminembwe. Hata hivyo, taarifa mbalimbali zinaonyesha kuwa maeneo hayo kwa sasa yanadhibitiwa na MRDP Twirwaneho. Katika ujumbe huo, Mai Mai Kongo pia alisema kuwa baadhi ya wakazi walikimbilia misituni ili kujinusuru na mabomu yaliyodaiwa kurushwa na ndege zisizo na rubani. Alitoa wito kwa FARDC kuchukua hatua zote muhimu ili kulinda raia wa Minembwe na maeneo ya jirani, wakati baadhi ya wachambuzi wakizungumzia kuendelea kwa hali ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Wengine wanazituhumu FARDC na washirika wake kuhusika katika vitendo vinavyoathiri raia, hasa jamii ya Banyamulenge. Hata hivyo, vyanzo mbalimbali vya eneo hilo pamoja na wakazi wanaoishi karibu na maeneo ya mapigano wamekanusha madai ya Kongolo. Kwa mujibu wa ushuhuda wao, ndege zisizo na rubani zilizoonekana katika eneo hilo la FARDC zinatumika katika operesheni za kijeshi. Pia wanadai kuwa baadhi ya makombora yalipiga maeneo yanayokaliwa na raia wa Banyamulenge, hasa katika Lundu, Gitavu, Gakenge na maeneo mengine yaliyo karibu na kituo cha Minembwe. Wakazi wa maeneo hayo wanasema kuwa mashambulizi hayo yamelazimisha familia nyingi kuhama makazi yao na kutafuta hifadhi misituni na katika maeneo ya milima yaliyo mbali na mapigano. Matukio hayo yanajiri wakati mapigano makali yakiendelea katika eneo la Kalingi kati ya MRDP Twirwaneho na muungano wa vikosi vya serikali ya Kinshasa.
Taarifa zilizokusanya na kutoka kwa Minembwe na zikanifikiria hapa Msizo TV zinaeleza kuwa FARDC na washirika wake walitoka Bidegu, huku baadhi wakielekea Ruhinamavi na wengine wakipitia njia ya Mchamu kuelekea Lundu kwa Gakina. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, vikosi vya muungano vilipofika katika maeneo hayo vilikutana na wapiganaji wa MRDP Twirwaneho, jambo lililosababisha mapigano makali. Inadaiwa kuwa baadhi ya wanajeshi wa muungano wa FARDC walilazimika kurudi nyuma kuelekea Bidegu, huku wengine wakielekea Kalingi na Mutunda. Taarifa kutoka mstari wa mbele pia zinaeleza kuwa mapigano makubwa yalitokea siku hiyo ya jana katika eneo la Kalingi, ambapo MRDP Twirwaneho inadaiwa kufanikiwa kusukuma nyuma vikosi vya muungano wa FARDC na washirika wake. Hata hivyo, hakuna upande wowote uliotoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa. Katika eneo la Gakeki, mapigano mengine makali pia yaliripotiwa, vyanzo vya eneo hilo vikidai kuwa muungano wa FARDC ulilazimika kurudi nyuma baada ya saa kadhaa za mapigano. Labda taarifa ambazo bado hazijathibitishwa rasmi kwa pande zote zinazohusika zinasema kuwa ndege moja isiyo na rubani mini drone ya FARDC ilianguka katika eneo la Kalemi baada ya kudunguliwa wakati wa operesheni za kijeshi zilizokuwa zikifanyika Minembwe. Hadi sasa FARDC na vyombo husika vya usalama havijathibitishwa taarifa hizo. Na acha ni washukuru na acha nishie hapa habari za asubuhi ya leo, na habari au taarifa nyingine tutaendelea mchana wa leo, na niwashukuru na muendelee kusubscribe kwa kunionyesha support yenu. Nitashukuru kwa hilo, na muwe na siku njema yenye furaha na baraka. Asante sana.